Israeli pamoja na mshirika wake Marekani inajiandaa kwa uwezekano wa mashambulizi mengine kama makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran yatashindikana au kuvunjika, huku vituo vya nishati vikiwekwa kuwa shabaha zinazowezekana kupigwa tena. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti hivyo Aprili 19. Kuna uratibu wa karibu kati ya pande hizo mbili, na ikiwa mapigano yataanza tena, malengo hayo pia yatajumuisha vituo vya nishati vya Iran. Gazeti la Israeli maarufu kama Maariv limeripoti likimnukuu afisa mkuu wa jeshi la Israeli ambaye hakutajwa wazi kwa jina lake. Iran inasisitiza msimamo wake wa awali kuhusu haki yake ya kurutubisha urani, na hakuna matumaini miongoni mwa wapatanishi katika mazungumzo kati ya Washington na Tehran. Aidha, waziri wa nishati wa Marekani anayefahamika kama Chris Wright amesema ya kwamba mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran unaweza kusainiwa ndani ya wiki chache zijazo. Inakumbukwa Februari 28, Marekani na Israeli zilianzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran na kuua zaidi ya watu 3300, ambapo Tehran pia ililipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya Israeli na nchi zingine za kikanda zinazohifadhi mali za Marekani. Vita hivyo vilisitishwa mnamo Aprili 8 chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki mbili yaliyoweza kusimamiwa na Pakistan. Washington na Tehran pia zilifanya mazungumzo ya moja kwa moja nadra nchini Pakistan wiki iliyopita, lakini mazungumzo hayo yalimalizika bila makubaliano yoyote, ambapo wapatanishi wanatafuta kufanya mazungumzo mengine huko Islamabad nchini Pakistan. Naye spika wa bunge la Iran anayefahamika kama Mohammad Bagher Ghalibaf alisema Jumapili Aprili 19 kwamba tofauti kubwa bado zipo kati ya Tehran na Washington licha ya maendeleo katika mazungumzo hayo. Taarifa hii inaonyesha hali ya mvutano wa juu unaoendelea kati ya Israeli, Iran na Marekani, huku mazungumzo ya kidiplomasia yakionekana dhaifu na yasiyo na uhakika wa kudumu. Ili kuelewa vizuri pia uzito wa hali hii, ni muhimu sasa ni kuchambulia kwa kina katika nyanja kadhaa, hasa kuhusu kijeshi, kisiasa, kiuchumi na kijiografia. Kwanza, kwa upande wa kijeshi unaonekana kuwa kwenye hatua ya tahadhari ya juu. Kauli ya kwamba Israeli inajiandaa kushambulia tena vituo vya nishati vya Iran inaashiria kuwa vita vijaisha kivitendo, bali vimesimamishwa kwa muda tu. Vituo vya nishati ni miundombinu nyeti sana kwa Iran, kwa sababu uchumi wake unategemea kwa kiasi kikubwa uzalishaji na usafirishaji wa mafuta pamoja na gesi. Hivyo kushambulia maeneo hayo si tu hatua ya kijeshi, bali pia ni mbinu ya kudhoofisha uwezo wake wa kiuchumi wa Iran. Kwa mantiki hiyo, Israeli na Marekani wanaonekana kulenga sio tu kushinda kijeshi, bali pia kupunguza nguvu ya Iran kwa muda mrefu. Na pili, uratibu uliotajwa kati ya Israeli na Marekani unaonyesha muungano imara wa kimkakati, ambako Marekani imekuwa mshirika mkuu wa Israeli kwa miongo kadhaa, lakini katika hali hii inaonekana imeenda hatua zaidi kwa kushiriki moja kwa moja katika mashambulizi ya pamoja. Hii inaongeza hatari ya mgogoro huu kupanuka na kuwa vita vya kikanda au hata kimataifa, kwani Iran nayo si taifa lililotengwa. Ina washirika wake kama baadhi ya makundi ya kijeshi katika Mashariki ya Kati, na pia ina uhusiano wa karibu na mataifa kama Urusi pamoja na China. Hivyo shambulio lolote jipya linaweza kuchochea mlipuko mpana zaidi wa mzozo huo. Tatu, suala la urutubishaji wa Iran ndilo kiini cha mgogoro huu. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa Iran ina haki ya kurutubisha urani yake kwa matumizi ya kiraia, hasa uzalishaji wa nishati ya nyuklia. Hata hivyo, Israeli na Marekani wanahofu kuwa Iran inaweza kutumia teknolojia hiyo kutengeneza silaha za nyuklia. Kutokubaliana huko kunafanya mazungumzo ya amani kuwa magumu zaidi. Kauli ya kwamba hakuna matumaini miongoni mwa wapatanishi inaonyesha kwa pande zote bado ziko mbali kufikia mwafaka wa kudumu. 4. Kauli ya waziri wa nishati wa Marekani kuwa mkataba wa amani unaweza kusainiwa ndani ya wiki chache zijazo inaonekana kuwa na matumaini, lakini pia inaweza kuwa ya kisiasa zaidi kuliko uhalisia wa hali ilivyo. Mara nyingi katika diplomasia, kauli za aina hii hutolewa ili kupunguza hofu ya masoko ya kimataifa na kuwapa matumaini wananchi, hata kama mazungumzo yenyewe bado hajafikia hatua nzuri. Ukweli ni kwamba mazungumzo hivi karibuni yameishia bila makubaliano, na inaonyesha wazi kuwa bado kuna vikwazo vikubwa. 5. Historia ya mashambulizi yaliyotokea Februari 28 inaongeza uzito wa hali hii, kwani vifo vya watu zaidi ya 3300 vinaonyesha kwa mgogoro huu tayari umegharimu maisha ya watu wengi. Hii si tena mvutano wa kisiasa pekee,
bali ni vita halisi yenye madhara makubwa ya kibinadamu. Mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran pia yanaonyesha kuwa nchi hiyo iko tayari kujibu kwa nguvu, na hivyo kuongeza hatari ya mzunguko usioisha wa mashambulizi na majibu. 6. Kusitishwa kwa vita Aprili 8 chini ya usimamizi wa Pakistan ni hatua muhimu ya diplomasia, lakini pia inaonyesha jinsi mataifa mengine yanavyojaribu kuzuia hali isizidi kuwa mbaya zaidi kwa mataifa hayo. Pakistan kama mpatanishi ina nafasi ya kipekee kutokana na mahusiano yake na pande zote. Hata hivyo, kusitishwa kwa mapigano kwa wiki mbili tu kunaonyesha kuwa makubaliano hayo yalikuwa ya muda mfupi na ya kutatua mizizi ya mgogoro. 7. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Washington na Tehran ni nadra sana, jambo linaloonyesha uzito wa hali hiyo, lakini ukweli ni kwamba mazungumzo hayo yalimalizika bila mafanikio na inaashiria kuwa tofauti za msingi bado hazijatatuliwa. Hii inathibitishwa zaidi na kauli ya spika wa bunge la Iran ya kwamba bado kuna tofauti kubwa kwa mataifa hayo. Hapa tunaona wazi kuwa changamoto si ukosefu wa mazungumzo, bali ni ukosefu wa muafaka juu ya masuala nyeti. 8. Upande wa kiuchumi wa mgogoro huu ni mkubwa sana. Ikiwa vituo vya nishati vya Iran vitashambuliwa tena, kuna uwezekano mkubwa wa athari kwa soko la mafuta duniani. Iran ni mzalishaji muhimu wa mafuta, na usumbufu wowote katika uzalishaji wake unaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kimataifa. Hii itaathiri nchi nyingi, hasa zile zinazoagiza mafuta, na inaweza kuongeza gharama za maisha kwa wananchi duniani kote. 9. Kuna hatari ya mgogoro huu kuathiri njia muhimu za usafirishaji wa mafuta kama vile bahari ya Hormuz. Ikiwa Iran itahisi kushambuliwa sana, inaweza kujaribu kuzuia tena usafirishaji wa mafuta kupitia njia hiyo, jambo ambalo litakuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Hili ni moja ya sababu zinazofanya mataifa mengi kufuatilia kwa karibu sana hili, hasa pia kufuatia kila ambacho kinajiri pale kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, ambako pia ndiko kuna asilimia kubwa sana mafuta yanakopita, ama usafirishaji wa mafuta unapita katika eneo hilo. Na 10, nitangazia kuhusu kwa upande wa kisiasa, ambako mgogoro huu unaathiri pia siasa za ndani za nchi husika. Viongozi wa Israeli wanaweza kutumia hali ya usalama kuimarisha uungwaji mkono wa ndani, huku Iran nayo ikitumia mgogoro huu kuimarisha mshikamano wa kitaifa dhidi ya adui wa nje, ambako Marekani pia iko katika nafasi ngumu, ikijaribu kusawazisha maslahi yake ya kimkakati na shinikizo la ndani na la kimataifa. Kwa ujumla, hali hii inaonyesha kuwa dunia ipo katika hatua nyeti sana, ambapo mzozo mdogo unaweza kugeuka kuwa mgogoro mkubwa. Ingawa kuna juhudi za kidiplomasia zinazoendelea, ishara nyingi zinaonyesha kuwa uwezekano wa kurejea kwa mapigano ni mkubwa zaidi. Suluhisho la kudumu linahitaji pande zote kukubali kufanya maafikiano magumu, hasa kuhusu swala la nyuklia ambalo ndio chanzo kikuu cha mvutano huo. Hitimisho lake ni kwamba taarifa hii si tu habari ya tukio, bali ni ishara ya mwelekeo wa siasa za kimataifa kwa sasa, ambapo nguvu za kijeshi, maslahi ya kiuchumi na siasa za ndani zinachanganyika na kufanya hali kuwa ngumu zaidi kutatuliwa. Bila hatua madhubuti za kidiplomasia, dunia inaweza kushuhudia ongezeko la migogoro ambayo athari zake zitavuka mipaka Mashariki ya Kati na kuathiri dunia nzima. Na huu ndio mwisho wa taarifa zetu za kimataifa. Endelea kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zaidi kutoka kitaifa pamoja na kimataifa. Asante sana kwa muda wako.